Tunaomba uwepo wa mbunge eneo lake la kazi apatikane. Haidari Hemedi Sumri na kutaja, tunakuomba usihamie Dodoma. Ndugu mheshimiwa, tukushukuru kwa kufika kwako mahali hapa ili kusikiliza changamoto zetu na kero zetu ni nini ambazo zinatusumbua hapa kwenye kituo chetu cha stendi kuu ya Mizengo Pinda. Bajaji na gari vina utofauti gani? Kwa nini gari za watu binafsi mfano kama hizi ndogo ndogo zinaingia na raia wake ndani ya gari, lakini bajaji inawekea limiti, hairuhusiwi kuingia na nini na abiria? Shida ni nini? Sisi kama vijana tulikuwa kuna changamoto ndogo ndogo na hizi. Kwa kweli kwa upande wa kituo changu cha stendi, sisi changamoto yetu ni upande wa egesho. Yaani hatuna egesho la kusema kwamba tukikaa angalau kivulini, hapana. Kwa hiyo tunapaki juani, mara nyingi zinapaki nyingine hapo nyuma, hapo nje ya stendi, sio mundani. Mundani kwenyewe hapana changamoto. Nje pale tungepata hata ka keno watu wakakaa pale, ingekuwa vizuri kama ikikupendeza mheshimiwa. Meneja wa stendi, sisi tulikuwa tunaomba atusaidie, atupe ridhaa ya kujenga kibanda pale, walau masika hii mvua ikija tunaweza kujikinga. Kwa hiyo kupitia wewe mheshimiwa mbunge na meneja, tulikuwa tunaomba sana utusaidie mheshimiwa. Hata kesho utuonyeshe tujenge sehemu gani ili tuweze kujikinga pale mvua inapokuja. Meneja, utawasiliana na mamlaka yako muone namna ya kuwapa eneo ambalo wanaweza kupaki. Na huko kwenye kivuli nafikiri ni kuzuri zaidi. Kwa hiyo mtaona namna angalau hata mimi naweza kama tutakubaliana kama inatakiwa kutengeneza kabarabara pale, labda kumwaga zege ili wasikuharibie hii garden yako nzuri, hilo mbunge anaweza kulifanya. Mimi nitafanya ili tuna wenzetu wawe na eneo lao rasmi la kupaki bajaji zao ili pia wawe wanaenjoy kwenye hiki kivuli, lakini mtaongea na mamlaka yako kama itakubali. Sawa. Katibu na mwenyekiti wa kijiwe, mimi nitawachangia shilingi 500 kwa ajili ya kujenga hilo banda lenu ambalo mnasema mtajenga. Kwa hiyo mkianza nikija nikaona nguzo tayari, na mimi nakuja namalizia hiyo ya kununulia bati, kama ni bati au ni maturubai au ni nini, lakini pia muwe tayari kama halmashauri itataka kulitumia hilo eneo kwa matumizi mengine, basi muwe tayari kupisha ili shughuli zingine ziendelee. Hoja ya kwa nini magari yanapitisha abiria. Magari hayana tofauti yeyote na bajaji ama chombo chochote kingine cha moto kinachoruhusiwa kumpitisha abiria asiyekuwa na tiketi. Hata hayo magari yanapaswa kusimamishwa pale, abiria apekuliwe, asiye na tiketi ashuke, gari lipite, yeye akalipe. Kwa sababu lengo ni ukusanyaji wa mapato. Na mimi mmenifundisha jambo na kwenda kuzungumza nao. Iwe gari, iwe pikipiki, iwe bajaji, atasimama, abiria atapekuliwa, asiye na tiketi atashuka, atazunguka kwenda kulipa. Hilo hakuna tofauti, lakini la kuboresha ni hilo la kuwa na risiti pale, alipie walau akiwa pale apite. Nimekuja kwa kweli kwa nia moja tu ya kuwashukuru sana kwa kile ambacho tulichokuwa tumeshirikiana wakati ule wa kampeni, lakini kuja kuwaomba pia tuendelee kushirikiana. Lakini niwapongeze kwa jitihada za viongozi ambazo wanaendelea kuzifanya. Nimeambiwa mna mfuko wenu, mfuko ule umeanza kutanuka, na mimi kama mbunge wa jimbo hili nataka na mimi niende nikaongeze kidogo kwenye huo mfuko wenu ili angalau mambo yaendelee kuwa mazuri zaidi. Tunaomba uwepo wa mbunge eneo lake la kazi apatikane. Haidari Hemedi Sumri na kutaja, tunakuomba usihamie Dodoma. Usihamie Dar es Salaam. Hapa ndio kwako. Na tunaomba fahamu mpaka kwako. Saizi hata kwa mguu mimi nafika. Tulikuwa tunasubiri tu uje. Nafikiri mniombe Mungu. Manake madaraka huwa yanapofusha, si ndio? Lakini anamfanya yule aliyekuwa wa kawaida naye ananyanyua mabega. Kwa hiyo mniombe nisinyenyue mabega, niwe Haidari yule na mimi nawaahidi nitakuwa Haidari
yule, kwa sababu mimi naamini kwenye madaraka haya, leo tunayo, kesho hatuna, na ukiweka gap kati ya wewe na watu wengine, siku ukiyakosa hayo madaraka unapata tabu sana namna ya kwenda kuishi nao tena wale ulioacha ambao wako chini. Kwa hiyo mimi nasema nitaendelea kushirikiana na nyinyi kwa hali na mali, kwa shida na raha, kuhakikisha kwamba tunaenda pamoja. Jana nilikuwa na viongozi hapa wanasema mna milioni 19. Inawezekana kabisa katika miezi michache ijayo mkawa na milioni 20 na kitu. Na mimi nimeahidi nikasema nitaongezea kidogo hapa. Inawezekana kisio kikubwa sana, lakini kitakuwa cha kuongezea. Mheshimiwa mbunge, hapa tunakauka. Yaani hapa tulipo kama unavyotuona, hii ni masika lakini tunakauka. Tulikuwa tunaomba banda hapa kwenye kituo chetu tuwe tunakaa kwenye kimvuli. La banda nimelieleza kwamba tutatoa kesho shilingi 500,000 kwa ajili ya kuwezesha banda. Tulikuwa tunapita tukikutana, tunaombana kura, tunashawishiana, Kwa hiyo leo nikasema iwe ni zamu ya kundi la watu wa bajaji, nipite kwenye vituo mbalimbali kuja kuwashukuru. Kwa hiyo nimepita leo kwenye vituo 3, nimepita stendi ya Mizengo Pinda, nimetoka Mpanda hoteli, sasa niko hapa soko kuu, na walionipangia ni viongozi wenu. Kwa hiyo sije ikaonekana sijafika Rungwa wakasema kwa nini ni viongozi wamepanga, lakini naamini maeneo ambayo hatujafika leo tutafika siku nyingine. Lakini sisi ni vijana, tuko kwenye mitandao, tunaona mambo yanaendelea kuhamasishwa kwamba tarehe 9 kuna maandamano, kuna hiki Mara Street tunaahirisha, itakuwa Christmas. Na sisi hii nchi ni ya kwetu sisi, si ndio? Wazee wetu walituzaa, babu zetu walituzaa, wakatuachia nchi. Lakini nyinyi wenyewe ni mashahidi namna tunavyoenda, tulikokuwa huko nyuma na tulipo sasa, alhamdulillah. Kwa hiyo tulinde haya maendeleo tulionayo. Tukiingia kwenye vurugu, tutarudi nyuma tena kwa miaka mingi sana kuja hapa tulipofika. Na mifano ipo, yako mataifa mengine ambayo yalikuwa na maisha mazuri. Mataifa kama Libya, mataifa kama Iraq, na mataifa mengine ambayo pengine tunayo kwenye nchi zetu za jirani. Sasa hivi zile fursa walizokuwa wanazipata hawazipati tena kwa sababu ya kuchezea amani waliokuwa nayo. Kwa hiyo yalionileta ni hayo, hilo la amani. Ndugu zangu, tujitahidi. Kama yuko mtu anahamasisha miongoni mwetu, tumuombe tuachane na hilo jambo. Halina afya kwa mkoa wetu, halina afya kwa jimbo letu, halina afya kwa nchi yetu. Kuhusu usalama tu wa hicho ulichokisema kwamba jamani kilitokea tarehe 29 na sasa hivi vipi, mimi niseme kwamba kwa mawasiliano haya na kwa ukaribu huu naamini mambo yatakaa vizuri.